Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Na mtazamaji wangu, wananchi wameweza kuridhia uongozi wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuchukuliwa na maafisa wa kijeshi. Ningependa utizama kipande hiki cha video jinsi ambavyo wananchi wameweza kujumuika na maafisa wa kijeshi bila uoga wote ule, wakishirikiana na kuonyeshana amani. Mtazamaji wangu, natumai umeweza kutizama kipande hiko cha video. Hivi sasa ndipo ambapo Tanzania wengi wanaamini kilichoweza kuzungumzwa na afisa ama kapteni wa kijeshi usiku wa kuamkia leo hii, yale yote aliyoweza kuzungumza huenda hivi sasa yameweza kuweka hofu kubwa kwa uongozi wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa ningependa uweze kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii ili uweze kuwa kwanza kupata habari zetu, na pia ni vyema kulike video hii ili moja kwa moja YouTube iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za taifa la Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, mbinu aliyokuwa akijaribu kuitumia Rais Mama Samia Suluhu Hassan na viongozi wote wa serikali ya awamu ya sita imeweza kufeli vibaya mno, kwani sote tunafahamu kwamba waliweza kujaribu kumzuia Mheshimiwa Tundu Lissu gerezani ili asiweze kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ila kutokana na hali halisi inayozidi kushuhudiwa nchini Tanzania hivi sasa, huenda hata Mheshimiwa Tundu Lissu akaweza kuachiwa huru. Kwanza kabisa, itakuwa mbaya iwapo kweli maafisa wa kijeshi wataweza kuchukua usukani wa kuongoza Jamhuri ya Tanzania, hatua ambayo yale yote mabaya yaliyokuwa ikifanyika chini ya serikali ya awamu sita, viongozi hao waliokuwa wakiongoza serikali hiyo ya awamu sita nao hawataweza kuachwa nyuma, huenda kaweza kupata adhabu mbaya. Na ndipo ambapo Kapteni Tesa ambaye alikuwa akizungumza katika video aliyoweza kuitengeneza katika mitandao tofauti ya kijamii, aliweza kutoa amri ama aliweza kuomba viongozi wakuu wa CCM, walitaja majina ya takriban viongozi 6 waweze kukamatwa. Hilo litaweza kutokea iwapo maafisa kijeshi wataweza kuchukua usukani wa kuongoza serikali ama kuongoza Jamhuri ya Tanzania. Na je, vipi kuhusiana na viongozi wakuu wa serikali ya awamu sita? Hilo huenda likawa ni pigo kubwa sana kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, na ndipo ambapo anaona ni vema iwapo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuachiwa huru, na mbinu hii huenda ikafanikisha azma yake Mheshimiwa Lissu. Ila mtazamaji wangu, hivi sasa kile ambacho majeshi wanaweza kukizungumza kwa mwaka huu, mnabidi muangalie hata yenyewe tofauti wa mwaka. Watu walizishwa nao endelea nchini. Mwafaka wa kitaifa unahitajika. Na ningependa niwashauri wa Tanzania, wananchi, sincerely, mpo katika right track. Mnachokifanya au mnachotaka kukifanya, sijui maandamano, mpo sahihi. Mpo sahihi kwa sababu hata baba wa taifa ameliongelea hilo. Mpo katika right track. Mna baraka zote kutoka kwa baba wa taifa, mna baraka zote kutoka kwa Mungu na hata kwangu. Na pia mnatakiwa mtambue kwamba asilimia kubwa ya wanajeshi wapo upande wenu. Wengi hawezi kutoka hadharani kama nilivyotoka mimi, kwa sababu sio ujasiri wa kila mtu ambaye anaweza kufanya hivi. Ila mtambue wanajeshi wengi na askari hata kwenye polisi huko na sehemu nyingine wapo upande wenu. Hapo pande wenu kabisa. Na kwa sababu mnachokisimamia ni haki na kinaonekana, basi jua hata baba wa haki ni Mungu wetu, Mungu wa mbinguni, yupo pande wenu. Hakuna kuogopa wala kutia huruma. Hili naliongea kwa msisitizo. Hakuna kuogopa wala kutia huruma. Na ole wake, yaani hapa naliongea sasa kwa kumaanisha ole wake polisi au mtu yoyote atakayewazuia wa Tanzania kutimiza haki yao kikatiba. Siku inakuja, I promise you, siku inakuja tutakuuliza kwa nini ulikubali
kupokea amri ya kuwazuia hao watu au kuwaua au kuwazuru. Kwa nini ulikubali kufanya hivyo? Najua hamwamini, lakini siku iko njiani. Hatuwezi kuacha taifa lipotezwe na watu wachache. Iko kitu hakikubali. Hakikubaliki hata kidogo. Afande CDF, na kuomba kwa hekima kabisa, watu wafuatao waweze kukamatwa, wapelekwe kwenye vyombo vya sheria juu ya tuhuma zinazowakabili. Watu hao ni huyu mtoto wa Kikwete, mtoto wa Samia Abdul Kikwete mwenyewe, rais mstaafu, Rostam Aziz, Angela Kiziga, na huyu mkurugenzi wa usalama wa taifa Mumbo. Wakamatwe haraka sana kabla ya kukimbia nchi kujibu tuhuma zinazowakabili. Yaani ili swala tusione haya. Kama tupo upande wa haki, tusione haya kuzungumzia hivi vitu. Hawa watu wakamatwe. Wameharibu sana hili taifa. Hatuwezi kuacha watu wachache wachafue na kuharibu taifa. Haiwezekani. Wakamatwe haraka sana bila kuogopa wala kuonea haya. Hawa watu sio kuacha hata kidogo. Hawezi kuepuka mkono wa sheria. Sio watu kuacha. Kwa haya yanayoendelea hawezi kuepuka mkono wa sheria. Na hii inaonyesha ndio maana wanalazimisha uchaguzi. Ili wafiche uchafu wao. Inatabidi tulifikirie hili swala. Kwa nini hawa watu wanalazimisha sana uchaguzi? Kuna vitu ambazo wanavificha. Je, na sisi tumekubaliana kuna hivyo vitu wanavyovificha kwamba tumekubaliana kwamba tuviache tu? Tunalipeleka wapi taifa? Na shauri mkuu, hawa kabla kukimbia nchi, wakamatwe haraka sana, waekwe kwenye vyombo vya sheria. Kati ghafla ndio kimekuwa chama kikuu cha upinzani. Hiyo ikubaliki na ingia kilini. Hakuna uchaguzi wa namna hiyo. Mungu hajabariki hilo. Na Mungu kama angekuwa amebariki hivi vitu vingeenda tu vizuri. Sasa mnaenda kumpata kiongozi ambaye hata Mungu mwenyewe hajakubaliana naye. Hii ni hatari kwa taifa kubariki hata kidogo. Sasa tunaingiaje kwenye uchaguzi kwa kuna uonevu zaidi wa chama cha upinzani? Kwa makusudi wanazuia kufanya hata mikutano yao. Wanafunguliwa kesi za hila na za ovyo za kuwazoofisha. Wafuasi wao wanakamatwa, wanatekwa, wengine wanauawa. Kama vile sio wa Tanzania. Hili halikubaliki. Halikubaliki hata kidogo. Kama tumekubali mfumo wa demokrasia, kwa nini tunashindwa kuishi nao? Mfumo wa demokrasia tumeukubali na tumeweka kwenye katiba. Kwa nini tunakubali kuishi? Kwa nini hatutaki kuishi nao? Kama hatutaki demokrasia hii, demokrasia mfumo wa vyama vingi, basi tuiondoe, kuliko kufanya tu mambo kiolela, mnaua watu, mnawapiga, mnawazoofisha. Sio vizuri, leti picha nzuri. Hawa ni Watanzania wenzetu. Haitaki hili swala, mimi sikubaliani nayo. Hiki kitu kipo ndani ya katiba. Mfumo wa vyama vingi upo ndani ya katiba. Sasa kwa nini mnawazoofisha hawa vyama hivi?